Yes, tumepokea breaking news na habari njema pengine kwa mashabiki wa Yanga, lakini kabla ya kuendelea ni kuombe wewe mwanafamilia wa Mapro Media ambaye bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates kali ambazo zinatokea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro Media. Sasa cha kukujuza ni kwamba leo afisa habari wa klabu ya soka hii Yanga alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kile ambacho kimetokea siku ya jana na kueleza namna ambavyo wao kama uongozi wamepokea, lakini pia mashabiki wa Yanga na wapenzi wa mpira walivyopokea na namna ambavyo wanaichukulia na nini ambacho kinakwenda kufanyika baada ya yote yaliyotokea siku ya jana kuhusiana na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Young Africans katika hali isiyokuwa ya kawaida waliweza kupoteza mchezo huo kwa goli 3-2. Sasa baada ya kuzungumzia hayo, pia afisa habari huyo aliweza kuzungumza kile ambacho kitatokea siku ya tarehe 15 mwezi wa tano ambao ni siku ya leo, kutokana na yale ambayo yanaendelea. Moja kati ya kitu ambacho limekieleza ni kwamba leo hii wanakwenda kutia saini na mkandarasi wa ujenzi wa uwanja wa Yanga ambao nimekueleza katika video zilizopita unakadiriwa kuwa wa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 300 na kitu. Uwanja ambao unakwenda kuwa wa kimataifa, ni uwanja ambao utakuwa umekidhi vigezo vya kuchezewa michuano ya kimataifa ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ile ambayo iko chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. So amesema kwamba leo hii kutakuwa na sherehe fupi kwa ajili ya utiaji saini na kuanza mara moja ujenzi huo wa uwanja wa Yanga ambao umekuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu sana, lakini tayari muda umefika. GSM ambayo ni kampuni na ni wadhamini wakuu wa klabu hiyo ya soka ya Yanga tayari wameweza kufika katika hatua hiyo ya kwenda kutia saini na mkandarasi huyo, na uwanja huo utaanza kujengwa mara moja na unakadiriwa pengine unaweza kukamilika mwaka 2027 ama ukichelewa sana basi 2028 mwanzoni kabisa, lakini kuna uwezekano huo wa kuweza kukamilika ndani ya mwaka 2027 mwakani tu hapo. So tusubiri kwa hamu kile ambacho kinakwenda kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga, na hii itakuwa ni faida kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia faida kwa soka la Tanzania, kwa sababu klabu hizi mbili kubwa, Simba na Yanga, ni klabu ambazo za muda mrefu sana, lakini zimekuwa hazina viwanja tofauti na ukilinganisha na clubs kubwa kutoka nchi zingine kama Misri, South Africa. Utaona kwamba klabu kubwa nyingi zimekuwa na viwanja vyao. So hii inakwenda kuandika historia nyingine ya soka la Tanzania. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hiyo? Tafadhali tuandike kwenye comment section, usahau subscribe, like na share.